twakuabudu, Mungu wetu, twakuabudu, Bwana wangu, twakuabudu, Yesu, twakuabudu. Tunaomba anga la utukufu, tunaingia katika anga la utukufu. Roho Mtakatifu, tunaomba uwe pamoja nasi kwenye kipindi hichi. Tunakusalimu Roho Mtakatifu, tawala na nguvu zako mahali hapa, tawala na uweza wako mahali hapa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wewe ndiye mgeni rasmi, onekana kwa namna ya kipekee. Roho wa Kristo, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, karibu kwenye ibada hii, karibu na ushuhudu pamoja nasi. Tunakutukuza, tunakubariki Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amen. Sema, Roho Mtakatifu, nipe utayari wa kusikia maagizo ya utukufu wako leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fungua masikio yangu, fungua kinywa changu, fungua moyo wangu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tuketi, twende tukajifundishe maneno ya Mungu. Leo nitawashirikisha tabia kuu za kuwa na utukufu wa Mungu maishani. Kuna vitu ukiwa navyo kwenye maisha yako, utakuwa unatembea na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni kufunikwa na Mungu mwenyewe. Lakini utukufu wa Mungu, tabia ya kwanza ni kuwa na unyenyekevu wa kweli. Kuwa na unyenyekevu wa kweli. Na tunaposema kuwa na unyenyekevu wa kweli, tunamaanisha nini? Kukubali bila majivuno kwamba bila Mungu huna chochote kwenye maisha yako. Yaani kubali bila kujivuna. Kubali bila kujivuna chochote kwamba bila Mungu huna chochote, au pasipo Mungu wewe si kitu. Ukiwa na roho hiyo, maana yake una unyenyekevu wa kweli. Kukubali bila majivuno kwamba bila Mungu hauna chochote. Maana kwa kila jambo mtangulize Mungu. Kwa kila jambo jikabidhi kwa Mungu. Naomba nisomee Yakobo 4:6. Maisha yako yote yasalende kwa Mungu. Maisha yako yote Mungu apate kipaumbele. Unapofanya hivyo, utukufu wa Mungu utakuwa uko juu yako. Ndiposa nikasema sifa ya kwanza ya utukufu wa Mungu ni unyenyekevu. Nitasoma katika kitabu cha Yakobo 4:6, neno linasema. Ndio. Naomba nisomee. Lakini utujalie sisi neema iliyozidi kwa
Mungu mara zote anawapinga wanaojikweza, bali huyo Mungu anawapa neema, anawapa upendeleo wanyenyekevu. Kwa hiyo ndugu zangu, unyenyekevu ni kuwa chini ya dari ya Mungu, ni kujiweka chini ya dari ya Mungu, kuona kwamba Mungu kwako hakuna kitu kingine zaidi ya Mungu. Ukiwa na sifa hiyo ambayo inaitwa unyenyekevu, utaona utukufu wa Mungu kwako. Sikiliza, utukufu wa Mungu hauendani sana na ishara, lakini ukiwa na utukufu wa Mungu, ishara zinaambatana na wewe. Kutomwinua mtu wala wewe mwenyewe, bali kumwinua Mungu tu. Kusema sina mimi ila Kristo aliye ndani. Unapoongea na watu kama ni mtumishi, unapotoa unabii, maisha yako ya kila siku, onesha kwamba si wewe, bali Kristo aliye ndani yako, maana ulikufa na kufufuka pamoja na Kristo. Hebu tuangalia Galatia 2 na ule mstari wa 20. Mara zote usijinadi wewe, anasema Mungu anawapinga wajikwezao, anawapinga wenye majivuno. Lakini pia kila unenapo uwe na lugha kamili kwamba si mimi nitendaye, bali Kristo aliye ndani yangu. Galatia 2 mstari wa 20. Galatia 2 na ule mstari wa 20. Ndiyo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini mimi ni hai. Wala unavyoniona si mimi tena Phineas, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na huu uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye huyo mwana wa Mungu alinipenda, akajitoa nafsi yake, akatoa uhai wake kwa ajili yangu. Kwa hiyo si mimi ninaishi. Uwe na tabia ya kujisemesha ndani ya moyo wako, si mimi ninaishi. Unaposema hivi, mashetani yanatetemeka. Unaposema hivi, waganga wanatikisika. Unaposema hivi, magonjwa yanasambaratika ndani yako. Si wewe, bali Kristo ndiyo anayeishi ndani yako. Maana aliposulubiwa Kristo, na wewe ulisulubiwa. Kwa ndugu zangu, unyenyekevu wa kweli ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya Kikristo. Kujitiisha, kuona kwamba mtishamba kwako si kipaumbele chako. Kipaumbele chako mweke Kristo. Kipaumbele chako tafakari utukufu wa Mungu. Kipaumbele chako weka namba 1 kwamba Mungu ndiye. Ninakwambia ndugu yangu, maisha yako yatakuwa sio ya kawaida. Utakuwa na ujasiri wa ajabu kwamba Kristo ndiye anaishi ndani yako. Sikiliza, hata nikiwa natembea nina ujasiri sana, kiasi kwamba hata kwanza sikuwa hivyo. Amen. Nina ujasiri kwa sababu nina imani kabisa Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Kristo alisulubiwa kwa ajili yangu, na mimi nilisulubiwa pamoja naye. Kwa hiyo unapotafakari, ni hali ya kunyenyekea, kujitiisha chini ya mkono wa Mungu, sio kujitiisha chini ya mkono wa dunia. Ukiwa umetiishwa chini ya mkono wa dunia, maana yake kuna masharti utapewa.
Ukipewa masharti na hayo maelekezo yatakuwa yanafuatilia maisha yako. Lakini ukisema kwamba si mimi ninaishi, bali Kristo yuko ndani yangu, maana yake umenyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Kuna maisha ambayo natembea sasa, huwa najishangaa kwa sababu sioni, sina hela nyingi, sina mali nyingi, lakini nimetawaliwa na amani na kuridhika na namna nilivyo. Kwa hiyo nikiamua saizi usingizi uje unakuja, na lala. Nikiamua nikae macho masaa mengi nakaa macho, lakini si mimi, ni Kristo aliye ndani yangu anayeniongoza. Kwa hiyo sifa ya kutembea na utukufu wa Mungu ni unyenyekevu. Unyenyekevu unaondoa majivuno. Unyenyekevu unaondoa kujiinua. Mara zote sifanyi kwa uweza wangu, mara zote Kristo aliyo ndani yangu ndiye anayetenda. Hata kama nikinyosha mkono mtu akibilingika mara 7, si mimi bali Kristo aliye ndani yangu. Ona kwamba Kristo yuko ndani yako, na kuna badiliko utaanza kuliona katika maisha yako. Lakini kitu cha pili, moyo wa toba na usafi wa roho. Moyo wa toba na usafi wa roho. Fikia wakati ikifika jioni, hebu jiulize, nilisema nini? Nani niliyomkwaza? Macho yangu leo yaliona nini kibaya ambacho chukizo mbele za Mungu? Je, masikio yangu yamesikia nini? Je, kinywa changu kimetamka laana kwa mtu yoyote? Kuna wakati mwingine unakuwa uko yani moyo unatoa hukumu kwa mtu. Unaweza kumwangalia tu mtu hivi, alafu kasikia kama vile umpendi rohoni. Amen. Sasa hali ile ikatae, jizoeze kumwinua Mungu aliye hai ndani ya roho yako. Sema hapana, hapana, hapana. Inaposema yule mbaya, sema hapana, hapana, yule ameumbwa na Mungu. Shindana na hiyo hali itashindwa kwako. Lakini ukiruhusu mawazo mabaya kuingie, ukiruhusu fikra mbaya zikuingie, unatoka kwenye utukufu wa Mungu. Kuna wakati sauti inakwambia yule mama yule mchawi, angalia macho yake mekundu. Kataa. Haleluya. Kataa, mwambie hapana, yule ameumbwa na Mungu. Mimi sio mhukumu wa yule. Yaani jaribu kuwa na maneno ya upinzani dhidi ya kila roho inayetaka kukufarakanisha na mtu. Sikiliza, ilikuwa nafikiri usiku wa manane nilikuwa nimekaa hapo. Kuna dada mmoja yuko Mtimbira alinipigia simu. Akasema, "Pastor, nikiwa usingizini, kuna roho ikaniambia rafiki yangu anataka kuniua." Si kama mnanielewa maneno haya? Kwa hiyo kwa sababu hujui kupambanua, unaweza ukaanza kuweka chuki na yule mtu. Nikamwambia Biblia inasema zichunguzeni kila roho, kwamba hii roho inayonipelekesha inatoka wapi. Roho inayoniambia nisiende kwenye ibada, kweli ni roho sahihi au ni roho kutoka kuzimu? Sema kwa jina la Yesu. Unaanza kuipambana, unaanza kupambana nayo. Hebu nifuatishe maneno haya machache. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, leo nashindana na kila roho inayenikatisha tamaa, na kila roho inayenizuia. Ewe roho, uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe jini, uwe mzimu, kwa jina la Yesu na kusambaratisha. Maanisha, amen. Maanisha kuna jambo litatokea. Haleluya. Sema kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kila sauti ya kigeni inayenena nami ndani yangu naipinga
naipinga kwa jina la Yesu. Ewe sauti uliokamata moyo wangu, ewe sauti uliokamata miguu yangu, ewe sauti uliokamata kinywa changu, ewe sauti uliokamata fikra zangu, mimi leo nakukataa, mimi leo nakukataa, mimi leo nakukataa, mimi leo nakukataa kwa jina la Yesu. Sikiliza ndugu zangu, kuna mambo mengi yanatoka katika moyo wa mwanadamu. Moyo wa mwanadamu anaweza akamwangalia tu mtu yaani akampiga kisu kwenye moyo. Si kama anasema na watu jioni ya leo, yaani ndani ya moyo tayari kisu kimechomoa, kimempiga mtu na kimemuua ndani ya moyo. Maana Biblia inasema linda sana moyo wako kushinda kitu kingine. Sasa ili utembee na utukufu wa Mungu, uwe na moyo wa toba. Toba ni kushindana na kila kitu ambacho kinakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Toba, amen. Kitu ambacho unaona si sahihi kwa watu, hakipendezi, mwambie Mungu, ninaomba nirehemu, moyo wangu siuelewi, sijielewi. Hivyo kweli mimi wa kugombana na mtu yule? Kweli mimi wa kufanya vyani? Ingia kwenye toba. Alafu na usafi wa roho. Toba na usafi wa roho vinakufanya utembee kwenye uwepo wa Mungu. Sikiliza, mara nyingi nakuwa kwenye shughuli zangu kule na ndugu zangu ambao hawajamwamini Kristo, wanaongea mambo mengi, lakini najitahidi kile kinachoingia kisikae ndani ya moyo wangu, kipite, kwa sababu ni watu ambao wanaongea, ni watu ambao ndo simulizi zao hizo hizo kila wakati. Uwezi ukasema mimi naziba mapamba kwenye masikio yangu, na siwezi nikajitenga nao, kwa sababu kuna neno moja tu litawaponya nikilitoa mimi. Kwa hiyo tunaishi na jamii ya maajabu mno, tunaishi na jamii isiyo mwelewa huyo Mungu tunayemtumikia. Moyo safi. Ogopa moyo uliobeba watu, moyo uliobeba mizigo. Moyo huo ni moyo unaharibiwa, ndugu zangu. Moyo huo ni moyo wa shida, ni moyo ambao utakupeleka pakanga. Si swala zuri kukaa na moyo uliobeba watu. Sasa kuishi maisha ya kuomba msamaha kila siku, ishi maisha ya kuomba msamaha kila siku, kujitakasa mbele za Mungu, kukagua moyo wako. Je, nina chuki, wivu, kinyongo, au nina hali ya kujisifu? Ujue mtu anaweza akawa tu yani kazi yake ni misifaology. Pita huko. Haleluya, haleluya. Yani yeye ni misifaology, au moyo wake unajaa chuki, moyo wa mtu umejaa wivu, moyo umejaa kinyongo. Jamani, uwezi ukatembea na utukufu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Uwezi ukatembea na utukufu wa Mungu ukiwa na kinyongo, chuki, wivu, kujisifu. Mwambie Mungu, niumbie moyo ulio safi. Mara zote unapoamka na kuona hali za sintofahamu kwenye maisha yako, mwambie Mungu, naomba niumbie moyo ulio safi. Zaburi 51 na ule mstari wa 10. Zaburi 51 na ule mstari wa 10. Zaburi 51 na ule mstari wa ngapi? Wa 10. Mwambie Mungu, niumbie moyo ulio safi. Niumbie moyo ulio nini? Safi. Sikiliza, hauwezi ukatunza utukufu wa Mungu kama una chuki,
Nikisema chuki ni hali, kuna hali inaweza ikakuingia, kila jambo lililoko mbele yako unaliona ni baya kwa mtu. Chuki, kinyongo. Kuna mtu mwingine mkipiga stori za leo anakwambia stori za miaka iliyopita. Mimi yani mtu fulani hata kunisalimia sasa hivi anisalimii, wakati mimi niliyomjengele nyumba, siju mimi nilifanya hivi, mimi nilifanya hivi. Yani anatembea kumbe na maumivu ndani ya moyo wake, kwa sababu unapombeba mtu kwenye moyo wako umebeba mzigo usioweza kuutua mwenyewe. Halo, sijui mnanielewa wananchi wa Mungu Yani unabeba mzigo mkubwa ambao hauwezi ukautua. Wivu, mtu mwenye wivu anaambatana na hasira. Mtu mwenye moyo wenye kukunjamana, sema kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Kila kinyongo, kila chuki iondoke ndani yangu katika jina la Yesu. Mungu, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi, moyo wenye msamaha, moyo wenye msamaha, moyo wenye toba. Uwe na kawaida, ukiamka tu unajichunguza, hivyo nilimalizana kweli na mtu fulani? Kweli kuna watu hawataki suluhu. Haleluya. Kuna mtu mwingine kibinafsi hataki kumalizana na mwenzie kibinafsi. Uwaga natoaga mfano huu, mimi na dada yangu wa kwanza, nikisimama na baskeli anapita tu anaenda zake. Ukimsemesha ananyamaza, anaongea vitu ambavyo havieleweki. Kwa hiyo ni moyo wa mtu ambaye una kinyongo, na moyo wenye kinyongo unasababisha mashida mengi kwenye mwili. Mashida mengi tunayoenda naye hapa duniani sasa hivi ni kwa sababu ya chuki, kinyongo, wivu. Wivu, kujivuna au kujisifu. Kwa hiyo mwambie Mungu akuumbie moyo ulio safi, upate badiliko la moyo. Lakini ukitaka kutembea na Mungu, uwe na kiu ya Mungu zaidi ya vitu. Kuna watu wanatamani kuwa na mali, kuwa na utajiri. Kila anachokifanya mahesabu yake kwanza yako kwenye pesa, yaani mahesabu yake yako kwenye faida. Itakuwa vigumu sana kutembea na utukufu wa Mungu. Haleluya. Anasema kutamani uwepo wa Mungu zaidi ya baraka zake za kimwili. Tamani uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu, kuliko baraka, kuliko shekeli, mali. Kuna wakati nilikuwa nikisafiri, kwa mara mwisho nilitoka hapa kuelekea Dodoma. Huyo alioniita kule sio kwamba alinitumia nauli ya hapa, alikata tiketi ya wapi, ya pale Morogoro kuelekea huko. Hajui mimi huko natokaje. Amen. Nikaenda kule kwa vile kulikuwa kuna tiketi ya kutoka kule sasa kwenda Dar es Salaam. Lazima uone kwamba umeenda kufanya kazi kwa utukufu wa Mungu. Lakini ukitaka hela utaulizia, mbona naenda nyumbani sijaacha chochote? Sika, yeye si mlipaji wa kwako. Kuna mtu yuko katikati ya shughuli unaenda kuifanya. Kuna mtu anatembea na wewe. Kuna mtu anaona namna ambavyo unavyojihusisha na mambo ya Mungu. Na kuambia atapasua mlango, atapasua ngome, atapasua miamba, baraka zitaanza kutiririka kwako. Watu wataanza kushangaa. Ni kweli huyu tunayemwona hana shughuli yoyote. Lakini siku moja atakuona unaendesha. Siku moja atakuona una maisha mazuri. Siku moja atakuta hauna ziki ya kumfuata mtu.
uko kwenye viwango vingine. Ndio maana Musa akasema kwenye Kutoka 33 mstari wa 18, tamani utukufu wa Mungu utembee nao. Tangu nimeanza kuzijua hizi siri, sina haja ya kupoteza muda sana. Kutoka 33 mstari wa 18, Kutoka 33 na ule mstari wa 18, Kutoka 33 na ule mstari wa 18, Kutoka 33 mstari wa 18. Mwambie Mungu akuonyeshe utukufu wake. Mungu anapojifunua kwenye utukufu wake, kuna mambo yataanza kutiririka kwenye maisha yako. Kuna vitu sio vya kawaida vitaanza kukutokea kwenye maisha yako. Ni kuwa na utukufu wa Mungu. Kutoka 33:18. Ndiyo. 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 Tamani kuwa na kiu na kiu ya Mungu zaidi ya vitu. Musa anatamani Mungu amuonyeshe utukufu wake, sio ampe mamilionea ya pesa. Anatamani Mungu awe pamoja naye, amuonyeshe utukufu wake, asiende peke yake bila utukufu wa Mungu. Lakini mtu mmoja, Daudi, akasema hivi, moyo wangu unakuonea kiu kama ayala aioneavyo shauku. Zaburi ya 42 mstari wa 1 na wa 2. Moyo wako uwe na shauku juu ya Bwana, moyo wako uwe na shauku juu ya Mungu. Tamani neema ya Mungu, tamani uwepo wa Mungu, tamani uweza wa Mungu, tamani kutembea na Mungu, tamani utukufu wa Mungu usikuache. Itakusaidia sana. Nasema itakusaidia sana, mwana wa Mungu. Zaburi ya 42 mstari wa 1 na wa 2. Anasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku. Mungu, nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Kila unapokaa tamani uwe na mahusiano na Mungu. Kila unapoona shida inavyokuja, jikabidhi mbele za Mungu. Ona Mungu ni mwisho wa yote na ni mwanzo wa yote. Daudi anasema nafsi yangu inakuonea kiu kama ayala atamanivo maji ya mto. Kama unavyoona ndege akiwa kwenye maji anajiparuza paruza, anacheza cheza, anaruka, yani ana shauku na yale maji. Ndivyo Daudi ana shauku na kutembea na Mungu. Ona kiu, ona kiu. Ondoka kwenye kiu ya vitu vya kidunia, mali za duniani, utajiri wa duniani. Ndugu zangu, kwa kadri unavyozidi kumsogelea Mungu, na neema ya Mungu inazidi kuwa pamoja na wewe, utukufu wa Mungu unazidi kuwa pamoja na wewe. Yaani kuna vitu vinaanza kutendeka na wewe pamoja. Ona kiu juu ya Mungu. Halo? Ona kiu juu ya nani? Ya Mungu. Yaani katika mpangilio wa vitu vyako, ona Mungu ni namba 1. Mimi ukiingia kwenye begi yangu utakuta nguo ziko chache, lakini vitabu vingi, hata vingine sivisome lakini vipo. Natamani, yani natamani. Hata namna ambavyo siku mbili zote hizi nimetingwa naona kama vile natoka kwenye mudi yangu. Yani natamani nikae uweponi, nikae kwenye utulivu na Mungu. Kaa, jichunguze,
hivyo wapi nilipokosea? Wapi shida zimeanza kunisakama kwenye maisha yangu? Kwa nini zinanisakama? Ukijua kwa nini zinakusakama, ingia, jilinganishe na Mungu, jipatanishe na Mungu, tamani kiu ya kutembea na Mungu, tembea na utukufu wake. Daudi anasema, nafsi yangu inaona shauku kama ayala. Ona shauku juu ya Bwana, ona shauku juu ya utukufu wake. Lakini kitu kingine, utii kamili kwa neno na roho. Utii kamili kwa neno na roho. Jamani, utii ni kuiari. Tafuta muda wako, kaa kwenye neno, tamani muda wa ibada kusikiliza nini kinasemwa na kifuatilie. Uchague kile unachopenda tu, uwe tayari kufanya mapenzi yote ya Mungu. Usichelewe kutii mara roho akikuonya geuka. Kuna mwingine Mungu anasema tubu, anasema mimi siwezi kumwomba msamaha huyu, yaani kanianza mwenyewe tena nijikombe. Huku tuna lugha za kujikomba. Omba msamaha kwa mtu ambaye unaona kabisa Yesu alitusamehe kwa faida yake mwenyewe. Haleluya. Usichelewe. Ukisikia sauti ya toba, sauti ya kugeuka, mgeukie Bwana Mungu wako. Isaya alisema maneno haya, mimi hapa, nitume mimi. Mungu anapokuagiza sema habari za Mungu mahali fulani, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Isaya 6:8, Isaya anasema, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana. Uwe na utayari wakati wote, lakini uwe na moyo wa sifa na shukrani zote, siku zote. Moyo wa sifa na shukrani siku zote. Kuna watu wengine wanasubiri mpaka mambo yanyoke, tatizo lake limepita, ndo atoe shukrani. Mshukuru Mungu hata kwa jambo toni dogo. Mwambie Mungu, nimeona mkono wako. Mungu, nimeona umefanya jambo jipya na kushukuru. Moyo wa sifa na shukrani siku zote. Nikisema sifa, ona matendo makuu ya Mungu. Usisubiri mambo yaende vema ndipo umsifu Bwana. Sifu daima. Kinywa chako kimtukuze Mungu nyakati zote za maisha yako. Sifa huvuta utukufu wa Mungu. Zaburi, naomba nisomee 22:3. Ndiyo. Lakini wewe mtakatifu Bwana, utukuzwae na sifa za Israeli. Kuna mtu anaweza kuongoza mwimbo, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu. Kaa mwindue Mungu, msifu Mungu. Lakini kitu cha 6, upendo wa kweli na msamaha. Ndugu zangu, utukufu wa Mungu haukai katika moyo wenye chuki, kinyongo au kujitukuza. Upendo wa kweli na msamaha. Nikasema utukufu haukai katika moyo wenye chuki, kinyongo au kujitukuza. Yaani ajikwizaye atashushwa. Mtu mwenye kinyongo, mwenye chuki, sema maneno haya, ninaachilia, ninaomba baraka
kwa adui zangu. Ninaachilia, naomba baraka kwa adui zangu. Unapoachilia, Mungu anaachilia. Yaani unapomwachilia adui yako, Mungu anakupa baraka. Sema baraka. Ni jambo la ajabu sana. Sheria ya Mungu mimi wakati mwingine sielewi. Amen. Haleluya. Sielewi mimi kabisa binafsi. Amen. Yaani mwenyewe anaye kuchukiza, wewe unatakiwa ukamwombe msamaha. Haleluya. Hiyo ni Mathayo 4 na ule mstari wa 44. Ninaachilia, ninaomba baraka kwa adui zangu. Lakini kipengele cha 7, kutunza viungo vyako. Kumbuka naongelea kuhusu kutembea na utukufu wa Mungu. Jamani, tutunze viungo vyetu. Macho yaone mema. Jitahidi macho yako yasiwe yanatamani mabaya. Wengine macho yao wanatamani kuchungulia wakubwa. Halo? Wengine macho yao yanatamani kuchungulia pornography. Wale watu wanaofanya mambo mabaya kwenye mitandao. Yaani anakaa masaa yote anaangalia huko masaa yote. Macho yaone mema, si mabaya. Lakini masikio yasikie neno na roho wa Mungu, si fitina. Masikio yako yanasikia nini? Mwingine palipo si unamwona yule pale mchungaji yule nitakusimulia. Unaanza tena unamtafuta mtu mwenye stori za kwangu mimi ili akupakulie udako, unaita udako. Hautakusaidia. Amen. Masikio yako yasikie neno la Roho, si fitina. Ukiona mtu anaongelea fitina za watu, kimbia. Mwambie sitaki hayo unayoongea. Kwa mfano mimi huwezi kaniongelea fitina na kutoa noma hapo hapo. Sipotezi muda. Nakwambia hayo unayoongea hayanihusu. Amen. Kinywa chako kitoe baraka, si laana. Watu wanatumia vinywa vyao kulaani. Liangalie, utafika mbali. Mimi nimekusaidia tangu utoto mpaka umefika hapa. Unafikia utaendelea wewe unanidharau? Tusitamke laana kwa watu. Wananchi wa Mungu, tusitamke laana kwa nani? Kwa watu. Kinywa chako kitamke baraka. Mwingine anamwambia mtoto wako lione kwanza fisi. Akianza kutumiwa na wachawi usiku. Angalia paka huyo akianza unashangaa mtoto kageuka anaanza angalia mbwa huyo. Unashangaa mtoto anaanza utalia. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, kuna raha namna ya kutunza utukufu wa Mungu. Tujitahidi kwenye maisha yetu tutunze utukufu wa nani? Wa Mungu. Kuna faraja kubwa sana. Kuna faraja kubwa sana unapotunza utukufu wa Mungu. Kuna maisha ya kitofauti. Kuna baraka za kitofauti. Na kuna neema ya kitofauti unapotunza uwepo wa nani au utukufu wa nani? Wa Mungu. Miguu na mikono vitende mema, si uovu. Wengine mikono yao inatumika kumwaga damu za watu, miguu inakimbilia uovu. Jitunze. Haleluya. Jitunze. Lakini ukitaka kutunza uwepo wa Mungu, uwe na uvumilivu na subira. Kuna mahala lazima uishi kwa uvumilivu na subira.
Kweli kuna vitu duniani vinauzi jamani. Haleluya. Mpaka vinakufanya uvumilivu wako utoke. Uache kuwa mvumilivu, uache kuwa na subira. Lakini utukufu wa Mungu huja kwa wakati wake, si kwa pupa zetu. Kaa katika kungoja kwa maombi na imani. Habakuki 2:3. Mngoje Bwana. Haleluya. Mngoje Bwana ili uweze kutembea katika utukufu wake. Lakini pia uwe na formula, uwe na utaratibu wa kujikagua kila siku. Jiulize, leo nimesema au kutenda kwa unyenyekevu? Je, moyo wangu ni safi mbele za Bwana? Nimetii kila agizo ambalo Roho amesema nami? Nimesamehe na kupenda. Nimesamehe na kupenda kwa kweli? Nimesifu Bwana kwa moyo? Uwe na tabia ya kujichunguza. Uwe na tabia kufanyaje? Hebu nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana, nakupa moyo wangu, maisha yangu na viungo vyangu. Nipige umbo upya. Nipige umbo upya. Uwe chombo cha utukufu wako. Nionyeshe utukufu wako. Badilisha tabia zangu na kunijaza na uwepo wako. Utukufu wote na heshima ni zako. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndugu zangu, utukufu wa Mungu unalindwa. Yashike haya maneno. Jenga, ishi katika hali ya msamaha. Amen. Ishi katika hali ya nini? Ya msamaha. Usitembee na mtu katika moyo wako. Usitembee na mawazo mawili. Kama kuna roho ngeni ambaye inakusemesha, pingana naye. Pingana naye. Na Mungu wa rehema na neema atakufanikisha. Haleluya. Mungu wa rehema na neema